أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada zangu katika iman, taendelea na darasa yetu, na leo hii nitazungumzia kuhusu fadhila za saum. Saum ni miongoni mwa ibada iliyo na daraja ya juu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, na yenye fadhila kubwa sana, na kwa ile daraja yake na utukufu wake ameifanya Allah subhanahu wa ta'ala ibada hii ya saum kuwa ni ya kwake peke yake. Amesema kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu, amesema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amesema, kullu amali ibni adama lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi wasiyamu junnatun, yani kila kitendo cha mwanadamu ni chake isipokuwa saum, hiyo ni yangu na mimi nitamlipa ujira wake anayefunga, na saum ni ngao au ni kinga. Faidha kana yaumu saum ahadikum fala yarfudh yauma idhin wala yaskhab, yani ikiwa siku ambayo mtu amefunga basi asiseme maneno machafu. Fa in sabahu ahad au qatalahu falyaqul inni mri'u swaim, na ikiwa mtu atamtukana au atamlaani basi aseme mara mbili, mimi nimefunga, mimi nimefunga. Walladhi nafsu Muhammad biyadihi la khuluqu fami sawm la khulufu yani fami saim atyabu inda Allahi yawma alqiyama min rihi almisk, yani na kwa yule aliyemmiliki nafsi ya Muhammad, harufu mbaya inayotoka mdomoni mwa aliyefunga ni bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama kuliko harufu ya misk. Wasaim farhatani yafrahuhuma faidha aftara fariha bifitrihi wa idha laqiya rabbahu fariha bisawmihi, na anayefunga ana furaha mbili, wakati wa kufuturu anafurahi kwa futari yake, na wakati akikutana au atakapokutana na Mola wake siku ya malipo atakuwa na furaha kwamba alikuwa amefunga, ametekeleza hii ibada anayoipenda sana Allah subhanahu wa ta'ala. Dada zangu katika imani, miongoni mwa fadhila nyingi tu za saum, dada zangu katika imani, ni kupata thawabu bila hisabu. Dada zangu katika imani, kila kitendo anachofanya mwanadamu kwa ajili ya kutarajia fadhila na malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kinalipwa na kuzidishiwa thawabu kuanzia mara 10 mpaka kufikia mara 700. Thawabu za saum, dada zangu katika imani, ni tofauti na thawabu za vitendo vingine vile anavyofanya mwanadamu, kwani yani dada zangu katika imani, thawabu ya saum inalipwa mara nyingi bila hesabu. Anasema Abu Huraira radhiallahu anhu kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, kullu amali ibni adam yudhaafu alhasanatu ashru amthaliha ila 700 dhifi, yani kila kitendo cha binadamu kinazidishiwa thawabu mfano wa mara 10 mpaka kufikia mara 700 ziada. Qala azza wa jalla illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi, yani isipokuwa saum, kwani hiyo ni yangu na mimi nailipa. Liannahu yadau shahwatahu wa taamahu min ajli, kwa sababu ya nini mimi nimeamua kuilipa? Anasema Allah ameamua kuilipa ile saumu ya kila mwenye kufunga kwa nia, kwa sababu yani kaacha yani matamanio yake na chakula chake kwa ajili yangu, yani kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dada zangu katika imani, fadhila ya tatu ya saum ni kupata thawabu kwa wanaosubiri. Yani saumu inahitaji uvumilivu na subra ya hali ya juu, kwani yule anayefunga anajizuia kula, kunywa pamoja na matamanio mengi yote yale ambayo yani
yalikuwa halali kwake kabla ya saumu yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaifananisha ibada hii ya saum kuwa ni sawa na nusu ya subra, na akasema Abu Huraira radhiallahu anhu kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, likulli shay'in zakatun wa zakatu ljasad as-sawm zada yani muhrizun fi hadithihi wa qala sallallahu alaihi wasallam asiyam yani nisfu sabr, yani kila kitu kina zaka na zaka ya mwili ni saum, na akaongezea muhriz kuwa saum ni nusu ya subra. Dada zangu katika imani, kwa kule kusubiri kwake aliyefunga, basi anapata thawabu zilizo sawa na thawabu za wale wanaosubiri kwa ajili ya kumtii kwa ajili ya kutii amri za Allah subhanahu wa ta'ala, na ujira wa mwenye kusubiri ni maradufu usiokuwa na hisabu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffa sabirina ajrahum bighairi hisab, na bila shaka wafanyao subra, yani wakajizuilia na maasia na wakaendelea kufanya mema, watapewa ujra wao bila ya hisabu. Dada zangu katika iman, dada zangu katika iman, yani fadhila ya nne ya saum ni kuepushwa na moto. Mfungaji, dada zangu katika iman, huepushwa na moto. Anasema Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man sama yawman fi sabilillahi ba'da Allahu wajhahu anin nar 70 kharifan, yani yeyote atakayefunga siku moja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala atauweka uso wake mbali, yani atamwepusha na moto kwa miaka 70. Pia akasema Jabir bin Abdullahi radhiyallahu anhu kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, innama siyamu junnatun yastajibnu biha alabdu minan nar huwa li wa ana ajzi bihi. Yani amesema yani Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika somo ni kinga inamlinda mja na moto, nayo ni yangu na mimi nailipa, yani Allah anailipa. Dada zangu katika imani, na um, kadhalika yani fadhila ya tano ya saum, dada zangu katika iman, ni kwamba saum ni mwombezi siku ya Kiyama. Saum itakuwa mwombezi siku ya Kiyama, kumwombea yule aliyeifunga. Anasema Abdullah bin Amr radhiallahu anhu kuwa amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyama yaqulu siyam ay rabbi منعته الطعام وشهواتي بالنهار fashafa'ani fihi, yani som na Qur'ani vitamwombea mja wa Allah kwa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama. Saumu itasema, wewe Allah subhanahu wa ta'ala, nilimzuilia mja wako chakula na matamanio yake wakati wa mchana, niachie nimwombee. Fayaqulu alquran mana'tuhu an-nawm bil-layl fashafa'ni fihi qala fayushafa'ani, yani na Qur'ani itasema, nilimzuilia mja wako kulala usiku, niachie nimwombee, na maombezi yao yatakubaliwa. Dada zangu katika iman, miongoni pia mafadhila tu za fadhila ya sita ya som ni kwamba som ni mwezi ulioteremshwa Qur'an. Katika mwezi wa Ramadhan kuna usiku ulio bora na wenye cheo kitukufu. Usiku huo unaitwa Lailatul Qadr na ni usiku ulioteremshwa Qur'an. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi shahr, hakika sisi tumeiteremsha Qur'an katika usiku wa cheo kitukufu. Na ni nini kitakachokujulisha nini Lailatul Qadr? Lailatul Qadr ni bora kuliko miezi alfu. Dada zangu katika imani, fadhila ya saba ya saum ni kwamba kufunguliwa milango ya pepo na kufungwa milango ya moto na kufungwa mashetani wa korofi. Hiyo ni miongoni mwa fadhila Allah ametujalia kama Waislamu.
Yani katika mwezi wa Ramadhan milango ya pepo inafunguliwa na milango ya moto inafungwa na mashetani wabaya wakorofi wanafungwa. Anasema Abu Huraira radhiallahu anhu kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, idha dakhala shahru Ramadhan futihat abwabu samai wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilat ashayatin, yani unapoingia mwezi wa Ramadhan milango ya mbingu inafunguliwa na inafungwa milango ya Jahannam na wanafungwa mashetani minyororo. Dada zangu katika imani, fadhila ya 8 ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ni kuingizwa peponi. Yani saumu itakuwa sababu kwa aliyeifunga kuingizwa peponi kupitia mlango maalum wa ufungaji, nayo ni babu Rayyan. Kasema Sahil radhiallahu anhu kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan, yani katika pepo kuna mlango unaoitwa Rayyan, yadkhulu minhu as-saimun yawm al-qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, yani siku ya Kiyama wataingia humo waliokuwa wakifunga saum tu na wala hatoingia mwingine zaidi yao. Yuqalu aina swaimun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum faidha dakhalu ghuliqa lahu lam ghulika, yani falam yadkhul minhu ahadun, yani anasema na sauti itaita, wako wapi wale waliokuwa wakifunga? Watasimama na hakuna mwingine atakayeingia mlango na yani kupitia mlango huo isipokuwa wao. Wakishaingia mlango katika mlango huo yani utafungwa na hakuna mwingine yeyote yule zaidi yao atakayeingia. Pia kasema Abu Umama radhiallahu anhu, nilikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam nikamwambia niamrishe kufanya yani kitendo ambacho kitaniingiza peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, alaika bisawm fa innahu la mithla lahu, yani shikilia na kufunga yani kwa saum, kwani hakuna kitendo mfano wake. Dada zangu katika imani, kadhalika fadla ya 9 ya kufunga saum ni kuzima fitna. Yani saum ni moja ya sababu zinazopelekea kuzima fitna za mtu, zinazosababishwa na mali, zinazosababishwa na mke au watoto wake. Kasema Hudhaifa radhiallahu anhu kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, fitnatu rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-sawm was-sadaqa, yani fitna ya mtu katika familia yake na mali yake na watoto wake na jirani zake itazimwa na itaondolewa na swala, itaondolewa na saum na itaondolewa na sadaka. Dada zangu katika imani, ama fadla ya 10 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, yani ni kwamba yani saum ni sababu ya kukubaliwa dua, yani dua ya kufungua saum, dhahaba dham'a wabtallat al-uruq wa thabata al-ajr, yani kiu kimeondoka, mishipa imelainika, wa thabata al-ajr insha Allah, yani kiu kimeondoka, mishipa imelainika na thawabu iko akipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Dada zangu katika iman, takomea hapo kwa leo na tutaendelea na darasa yetu. Shukran jazila wa barakallahu fikum.